Hujambo mtazamaji na karibu kwenye jarida la Uvoro, taarifa zako za kuaminika zenye kina na msisimuko. Ikiwa ni Alhamisi tarehe 10 mwezi wa Aprili mwaka 2025, na mimi Nyambura Kama nikikuletea matukio yanayoendelea nchini. Twende moja kwa moja kwenye vidokezo. Tamthilia ya Echoes of War yazua kizaazaa Nakuru. NCCK yaomba mageuzi katika sekta ya afya na IEBC. Serikali ya apa kuhakikisha usalama wa mitandaoni. Naam, karibu. Kizaazaa kilizuka katika kaunti ya Nakuru baada ya wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere kukosa kuigiza tamthilia yao katika tamasha la kitaifa la drama na filamu. Hii ni baada ya tamthilia hiyo kusemekana kuwa kuigizwa huko kunaleta masuala nyeti katika serikali. Mengi ni kama yalivyo kwenye habari ifuatayo. Wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere leo asubuhi walikataa kuigiza tamthilia ya Echoes of War katika tamasha la kitaifa la drama na filamu mjini Nakuru. Can you please tell us what has happened inside there? Can you please tell us what has happened inside there? We were harassed by the police. They took us to stage with nothing. Tamthilia hiyo iliyoandikwa na aliyekuwa seneta wa Kakamega Cleophas Malala inazungumzia masuala ya kijamii yanayowakumba vijana wa Gen Z kama vile haki za kiraia, siasa za upendeleo na huduma duni za kijamii. Pili, ilistahili bwana Cleophas Malala na directors wahusike kuwatayarisha watoto hao, sababu hii ni competition. Ni kama mpira ambao sasa kocha anazuiliwa timu ingie uwanjani bila kocha wao. Kwanza jana tumejaribu kushughulikia bwana Cleo aweze kufikia timu yake, kuwatayarisha, kuandaa kwa mechi ya leo. Jana amechukuliwa, amewekwa ndani hapa Central Police Station. Kufika kule usiku wa manane amehamishwa. Tunavyoongea hivi sasa ako Eldama Ravine, tuko tunaelekea kule kuweza kuhakikisha kwamba anatolewa. Ilizua mjadala mkubwa baada ya kupigwa marufuku kwa muda kwa madai ya ukosoaji wa serikali kabla ya kurudishwa kwa amri ya mahakama. Wanafunzi hao waliamua kuimba wimbo wa kitaifa na kuondoka jukwani kwa machozi, hatua iliyozua hisia kali mitandaoni. Tukio hili limeibua mjadala kuhusu uhuru wa kisanii na nafasi ya wanafunzi katika kuibua mijadala ya kijamii. Taifa la Kenya sasa linatarajiwa kuanza kutoa chanjo ya Mpox siku chache zijazo, likilenga makundi yaliyoathiriwa zaidi. Hii ni baada ya kupokea awamu ya kwanza ya dozi 10,700 kupitia juhudi za pamoja zilizohusisha serikali na wadau kadhaa wa maendeleo katika sekta ya afya. Mwanahabari wetu Nyaki Ondwiga ana maelezo zaidi. Taifa la Kenya sasa linatarajiwa kuanzia kutoa chanjo ya Mpox siku chache zijazo, likilenga makundi yaliyoathirika zaidi. Hii ni baada ya kupokea awamu ya kwanza ya dozi 10,700 kupitia juhudi za pamoja zilizohusisha serikali na wadau kadhaa wa maendeleo katika sekta ya afya. Akizungumza kuhusu hili, katibu katika Wizara ya Afya Mary Muthoni amesema kuwa chanjo hizo zitakuwa na umuhimu kwani zitasaidia kupunguza virusi hivyo ambavyo sasa vinazidi kuongezeka humu nchini tangu Disemba mwaka jana.
Kufikia sasa, visa 68 vimethibitishwa kutoka visa 32 mnamo Disemba, huku mtu mmoja akiripotiwa kufariki. Kaunti 13 zimeripotiwa kuendelea kuwa katika hatari kubwa, nyingi zikiwa ni maeneo ya mipaka ya kuingilia nchini. And these high-risk groups include individuals who have had close contact with confirmed mpox cases, population at increased risk of exposure, especially the long-distance truck drivers, commercial sex workers, hoteliers, and any other groups that may be at risk to come into contact with individuals who have confirmed cases. Nikiripotia runinga ya Uvoro, jina langu ni Nyakeo Ndwiga. Serikali imetakiwa kuimarisha sekta ya afya na kutangaza magonjwa yasiyoambukiza kuwa janga la kitaifa. Haya ni kwa mujibu wa viongozi wa makanisa NCCK kutoka kanda ya kati, ambao pia wametoa wito wa kufanyiwa marekebisho ya haraka kwa mpango wa Taifa Care ili uwe na manufaa yanayolingana au kuzidi yale ya NHIF. Mwanahabari wetu William Shilisia na habari zaidi. Viongozi wa makanisa kutoka kanda ya kati ya NCCK waliowakilisha kaunti za Embu, Kirinyaga, Murang'a, Nyeri, Laikipia na Nyandarua wameitaka serikali kuimarisha sekta ya afya na kutangaza magonjwa yanayoambukizwa kuwa janga la kitaifa. Wakiongozwa na mchungaji Steven Njogu, pia wametoa wito wa kufanywa marekebisho ya haraka kwa mpango wa Taifa Care ili uwe na manufaa yanayolingana au kuzidi yale ya NHIF. Wamepongeza Wizara ya Afya kwa kuanzisha mfumo wa viwango vya lishe na kuhimiza ujumuishaji wa elimu ya lishe katika mtaala wa shule. We call upon the Ministry of Health to recognize that the prevalence rate, 25% of non-communicable diseases, warrant emergency focus. The strain non-communicable diseases are exerting on household and national health care is immense and needs to be addressed. 2, disseminate and implement the nutrient profile model. We actually commend the Ministry of Health for completing and development and adoption of an evidence-based nutrient profile model. The nutrient profile model has set standards for the nutritional composition of different food groups, and will serve as a crucial benchmark for reference by food producers, as well as enforcement of different laws and policies. Make Taifa Care work or revert to NHIF. The Constitution of Kenya in Article 43(1)(a) provides that every person has the right to the highest attainable standard of health, which includes the right to health care services, including reproductive health care. It is therefore a great injustice to the people of Kenya that financing for health care has been progressively deteriorating since it was moved from National Hospital Insurance Fund, NHIF, to the Social Health Insurance Fund, and now to Taifa Care. Kuhusu uteuzi unaoendelea wa makamishna wa IEBC, viongozi hao wameonya kuwa kuongeza majina mapya ya wagombea kunaweza kudhoofisha uaminifu wa mchakato huo, na kuitaka kamati ya uteuzi kuharakisha na kuendesha shughuli hiyo kwa uwazi. Complete appointment of IEBC commissioners. We have noted with deep concern that the National Assembly voted to extend the term of the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC) selection panel by 2 weeks, giving them up to May 11, 2025. This report came at a time when media reports indicated that the panel and procedurally amended the list of short-listed candidates and added 6 names. This is a serious blow, as it threatens to reduce the credibility of the process. Pia viongozi hao waliwahimiza wanasiasa kutozungumza siasa na waumini ndani ya kanisa. Keep politics away from our churches. Recognizing the growing trend of pollution of church sanctuaries and worship services by politicians, we reiterate the guidelines issued by the NCCK on ministering to politicians. These include: 1, all political leaders who attend worship services are to be treated the same as all other worshippers. 2, all monetary contribution
should be treated as offerings and should not be announced or be accompanied by fanfare. 3. Religious leaders should avoid endorsing or opposing any political leaders or parties and to instead remain objective and non-partisan. 4. Politicians should not be around to address the congregants inside the church and should instead speak to people outside the church building after the service. Nikiripotia Uvoro TV Business, William Shilisia. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei sasa amesema kuwa serikali itahakikisha kuwa usalama mitandaoni umeimarika, huku akisisitiza kuwa serikali inalenga kuongeza mchango wa uchumi wa kidijitali kwa pato la taifa kutoka 9.4% ya sasa hadi 30% ifikiapo mwaka wa 2032. Koskei amesema kuwa mfumo wa kidijitali umesaidia serikali kutoa huduma zaidi kwa wananchi wote. Hebu tusikize. As we expand our frontiers, we are acutely aware that cybersecurity is not just a technical issue, but a matter of national security. The threats we face are evolving in sophistication, from distributed denial of service, ransomware attacks targeting critical infrastructure, to AI-powered disinformation and misinformation campaigns that threaten social cohesion. Our response has been equally sophisticated. The establishment of national cybersecurity operation centers has significantly enhanced our threat detection and response capabilities. Actually, the world's number. That's why our social media platforms are hot. It's because we have laid the infrastructure and our young people, our country are adoptive and are keen to explore this digital space. And so it's important all of our professionals to come in also and make this space a better space. We do a lot of mentorship programs through our She Leads Tech program and do a lot of outreach for universities in order to build the future generation and build security skills, cybersecurity skills specifically, that they can use once they join the market. Unaendelea kutazama jarida la Uvoro ambapo tunakuletea habari za hivi punde kutoka pembe mbalimbali za nchi. Kabla hatujaendelea na taarifa zetu nyinginezo, twende mapumziko.